baadhi ya zawadi ambazo Mwenyezi Mungu alizonipatia ilibidi zifungwe kwa muda, kwa sababu nilikuwa nasumbua na walikuwa wajui jinsi gani ya kuweza kuzielekeza na kuniongoza. Ila haikuishia hapo, bado zilifungwa zile zawadi Mwenyezi Mungu alizonipatia, ila vile viumbe viovu vilikuwa vinaendelea kunishambulia na kunifuata. Sasa unajua toka udogoni mpaka unakuwa inafika stage unazoea. Sasa unapozoea unaanza sasa na wewe kuanza kuvijaribu. Ndo siku ya kwanza naanza kuvijaribu, ndo siku ya kwanza nilipoanza kujua sasa udhaifu wa viumbe vya kiroho na zawadi zangu kuanza kuzifungua moja baada ya nyingine. Kwa sababu kila unavyozidi kupambana kwenye ulimwengu wa kiroho na unaposhinda unazidi kupanda ranki, na zawadi zako ambazo Mwenyezi Mungu alizifunga yeye mwenyewe, achana hizo funga tu na binadamu. Mwenyezi Mungu anakuwa anazifungua na ulinzi mpya unazidi kusogea, ulinzi wa kiroho unazidi kusogea. Na sasa kwa sababu ya kile kipawa na kipaji ambacho Mwenyezi Mungu achukua amenipatia, ndio pia kunasababisha kwenye ulimwengu wa kiroho na kuwa naonekana sana. Mwanga wangu ni mkali sana. Ninapozidi kuwa naonekana sana ikawa inasababisha vita kila kukicha. Yaani usiku unalala, unaamka. Nakumbuka udogoni nilikuwa nikilala, nikiamka naenda kukojoa, nikirudi kulala ndoto kama nilipiga pause na nimepiga play. Yaani inaendelea pale pale ilipoishia. Sasa ikafika kipindi usiku mimi nikawa kulala ikawa inanijia ugumu. Hata shule nilikuwa yani nafika sana kwa kusinzia, kwa sababu usiku mimi nilikuwa sikulala mtihani. Hasa na sichapa kama zimepanga kuja na kuwa najua. Kwa maana ninapokuwa najua na kuwa malaika wangu wa ulinzi kuna muda anakuwa hawaniruhusu kuweza kulala. So kila vita inabidi nipambane, vita nyingine unakuta wanapambana wao wenyewe. Sasa hiyo ikasababisha kwenye ubavu wangu wa kazi, career pia ikawa na mitihani, kwa sababu ya kuwa vile watu unakutana nao, watu wazima ambao wametuzidi umri, wapo ambao ni wema, wapo ambao ni waovu, wapo ambao wanachezea vitu vya kiroho, wapo ambao wanachezea vitu vya kiroho. Wanaochezea vitu vya kiroho wakikutazama wanakuwa washakufahamu kwamba wewe ni mtu gani. Kwao wanakuwa wanakuwinda. Sawa. Kwa hiyo inasababisha mambo yangu kuwa magumu kwa namna moja au nyingine, ila si kwa mipango ya Mungu. Kwa mipango tu ya shetani pamoja na binadamu wenye roho dhaifu. Kwa hiyo safari ilianzia pale nilipoanza kujitambua. Ndio vita ilipoanzia, na mimi sasa ilipoanzia kuanza kukua na kuanza kuzoea mdogo mdogo. Mpaka kuanza kuvijaribu sasa. Maana unavishuhudia mara kwa mara, inafika stage kwamba hebu kwanza nivijaribu. Kwa hiyo sasa ndio ikanifikia mimi kupata habari zao ama kujua mbinu za kuweza kumpiga na kumshinda shetani, kwa sababu tu ya mimi kuweza kufanyaje, kutembea kwenye kiza kwa muda mrefu sana. Kwa sababu sikuwa na mtu wa muongozo kuweza kuniongoza kwamba okay, wewe kipaji chako Mwenyezi Mungu atakupa ni hiki, inabidi uishi hivi hivi na hivi. Na hata nilipokuwa nilikuwa ni mtu ambaye kusema niende kwa taalamu, kwa sikiamini kwa kitu na nafsi yangu na